Nilikuwa niko nje ya nyumba, lakini ghafla nikaona moshi mzito sana umetanda. Wakati huo nilikuwa nina watoto wawili, mmoja wa miaka minne, mwingine wa miezi sita. Lakini wa miaka minne alikuwa yuko chumba ambacho moto ulianzia. Hivyo baada ya kuona moshi mkubwa, ikabidi niingie ndani kumkimbilia yule wa miaka minne, akiwa miezi sita nimempakata mkononi. Baada ya kumpata mlangoni akiwa na yeye yuko katika harakati za kuja kuniambia baba naona moto, nikamshika mkono, nikagongea na wenzangu walioko hapo vyumba vya majirani, ikabidi tutoke nje. Ninachoomba kwamba serikali tuangalie kulingana na majanga ambayo tumepata, kwa sababu tumepoteza kila kitu, tumepoteza mali. Tunashukuru kwamba familia zetu zote tumetoka tukiwa salama na Mwenyezi Mungu ametujalia, lakini tuangalie katika vitu ambavyo tumepoteza, kwa sababu wengine ni wafanyabiashara na hatuna chochote tulichokoa hata kimoja. Tumetoka kama tulivyo, kila kitu kimepotelea hapo. Hivyo naomba serikali ituangalie namna ya kutusaidia ili tupate pa kuanzia. Nimekuja nikakuta moto yani vitu vinaendelea kuungua. Moto ulikuwa mkali sana. Nishoti nilivyoona vile niliumia, lakini nikasema asante Mungu kwa sababu sijui ni kitu gani umeniepushia. Nikashukuru Mungu kwa sababu familia yangu nimewakuta wametoka nje, ni wazima. Wamiliki wa hii nyumba, sisi wakati kwenye shughuli zetu tulipigiwa kwamba nyumba inaungua, lakini bahati nzuri ni kwamba hatuishi hapa. Wanaoishi hapa ni wapangaji. Maana mpaka tufika hapa tukakuta fire wameshaanza kuzima moto, lakini nyumba kubwa ambayo ina vyumba 6 hakuna mpangaji aliyobahatika kutoa kitu chochote. Bali banda la uwani limesalimika, halikuwa na madhara. Naona hali halisi kama hivi mnavyoiona. Kwa hiyo tulipokea taarifa pale, baada hapo tukatoka kituoni na kufika eneo la tukio saa 6:49. Kwa hiyo baada hapo tukakuta nyumba nzima kwa kifupi ilikuwa imeshafikia stage ya decay, ambayo imekuwa muda ambao ulikuwa nyumba yote ilikuwa imekwisha. Kwa hiyo tukachukua jukumu pale la kufanya kazi zote. Kwa hiyo tukazima, tukaangalia kama ndani kulikuwa na majeruhi au nani. Bahati nzuri tumefanikiwa, hakukuwa na majeruhi wote au vifo vyovyote. Nyumba za jirani hapa wametoa shukrani sana. Nyumba za jirani tumeiokoa kwa 100%, maana moto ndipo ulipo unaelekea kwenda kushika ile nyumba ambayo ya jirani. Lakini tunashukuru baada ya kufika tumeikinga ile nyumba, tukafanikiwa kukinga nyumba ile ambayo ya jirani ambayo ilikopo jirani na ile moto wa nyumba ambayo imefanyaje moto ambao umetokea. Kwa hilo natoa pongezi nyingi sana kwa wananchi kwa juhudi ambayo wamezifanya, na sisi kuja pale kuongeza nguvu zaidi. Kwa hiyo tunaomba wananchi waendelee na ushirikiano huo katika matukio tofauti. Na vile vile ningependa kutoa ushauri kwa wamiliki wa majengo kwamba tujaribu kufanyia service nyumba zetu. Na kawaida kiutaalamu zaidi lazima tufanyie service kila baada ya miaka 4 ili kuweka nyumba ikiwa katika sehemu salama, ili kumbe hata ikitokea tatizo inakuwa rahisi kufikia lile tukio kwa muda ule mwafaka.